والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين. أما بعد، أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وإذن الله سبحانه وتعالى katika alfajiri hii ya leo, fajru يوم السبت, ambapo ni alfajiri ya siku ya Jumamosi, الخامس من شهر الله ذي القعدة, Jumamosi ya tarehe 5 ya mwezi wa Allah, shahrul haram, mwezi miongoni mwa miezi minne mitukufu. Mwezi wa Dhulqa'da ndio mwezi tulionao hivi sasa, mwaka 1446 Hijiria, ambapo ni sawasawa na tarehe 3 ya mwezi Mei mwaka 2025 Miladia. Tunazianza rasmi darasa zetu za baada salati al-fajr, baada ya kusimama kwa kitambo kadhaa kwa mapumziko mafupi. Alhamdulillah rabbil alamin, Allah ametuwafikia kurudi tena katika muendelezo wa darasa zetu. Kitabu ambacho tunakisoma katika wakati huu ni kitabu adhim chenye kuitwa Al-Muntakhab min ahadith al-adab wal akhlaq, zilizochujwa miongoni mwa hadithi za mambo ya maadili na tabia. Kitabu hiki kimeandaliwa na jopo la maulama wa ahli sunna, i'dadu nukhbatun min al-ulama, tena ni wanawachuoni wale maalum waliochujwa ndio ambao wamekiandaa kitabu hiki. Alhamdulillah, tumekianza kukisoma kitabu hiki, na mlango wa mwisho tuliokomea ni mlango tuliousoma yaumul ithnain, siku ya Jumatatu ya tarehe 9 ya mwezi wa Shawwal mwaka 1446 Hijiria, ambapo ulizungumzia babu mukhalatati an-nasi wal-inbisat ilayhim was-sabr ala adhabihim. Babu mukhalatati an-nasi wal-inbisat ilayhim was-sabr ala adhabihim. Huu ulikuwa mlango wa mwisho kabisa tuliosoma, na jumla ya hadithi ambazo tumezisoma mpaka sasa ni hadithi 28. Na leo insha Allah taala tunaendelea mlango unaofuatia unaosema babu hifdhi sirri. Bila shaka mmeuona mlango huo, kurasa wa 43 ndio darasa yetu mpya, babu hifdhi sirri. Na huu ni mlango wa kuhifadhi siri, kuficha siri ambayo umeijua wewe au umeaminiwa kuificha siri hiyo. Chini ya mlango huu, na huu ni mlango wa 15, pana hadithi nambari 29, hadithi ya kwanza katika mlango huu. Wanasema ulama hawa, an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala asarra ilayya النبي صلى الله عليه وآله وسلم سرا فما أخبرت به أحدا بعده ولقد سألتني أم سليم فما أخبرتها به. أخرجه البخاري
wa Muslim rahmatullahi ta'ala alayhima. Katika mlango huu unaozungumzia kuhifadhi siri, hadithi nambari 29 chini ya mlango huu, na hii ni hadithi ya kwanza katika huu mlango. Hadithi inasimuliwa na as-sahabi al-jalil Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Na anafahamika Anas alikuwa ni khadimu wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa takriban miaka 10 akimtumikia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika haja mbalimbali. Sasa Anas anasema radhiyallahu anhu, asarra ilayya an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alificha kwangu mimi Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Asarra ilayya an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alificha kwangu mimi Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam sirran, siri fulani. Kuna siri hiyo miongoni mwa siri Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alificha kwa Anas, akamwambia siri hiyo na kwamba abaki nayo. Anas anasema fama akhbartu bihi ahadan, na sikumwambia siri hiyo yoyote. Fama akhbartu bihi ahadan, na sikumwambia siri hiyo yoyote baada yake Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kama alivyoificha siri hiyo kwangu, basi ilibakia imestiriwa hiyo siri. Anas radhiyallahu ta'ala anhu hakumwambia yoyote siri hiyo ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kisha anaendelea Anas akisimulia kusema, walaqad sa'alatni ummu Sulaim, na kwa hakika aliniuliza mimi ummu Sulaim, na huyu ni mama yake Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Ummu Sulaim jina lake yuqal Rumaysa, alikuwa akiitwa Rumaysa. Wengine katika ulama wanasema alikuwa akiitwa Sahla bint Milhan ibn Khalid ibn Haram ibn Jundub ibn Amir al-Ansariya al-Khazrajiyya, mwanamke wa Kiansariya, huyo mwanamke wa Madina anayetokamana na kabila la Khazraj. Mama yake ni Anas, mwanamke mwema kabisa. Walaqad sa'alatni ummu Sulaim, na kwa hakika aliniuliza mimi ummu Sulaim. Ummu Sulaim alimuuliza Anas mwanae kuhusiana hicho alichoambiwa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ambacho ni cha siri. Anas anasema fama akhbartuha bi, na sikumwambia huyo ummu Sulaim kwa siri hiyo. Fama akhbartuha, na sikumwambia yeye. Hiyo hai inamrejea nani? Ummu Sulaim. Fama akhbartuha bi, na sikumwambia yeye kwa siri hiyo. Tizama masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam walivyokuwa ni mahala pa thika, mahala pa kuaminiwa, kiasi ambacho siri aliyopewa Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hakuitoa hata kwa mama yake mzazi. Ni kitu gani kukwambia Mtume alayhi salam wewe? Anas hakusema. Kwa nini? Kwa sababu ni jambo la siri. Wa fi riwayatin li Muslimin, na katika riwaya nyingine kwa Muslim, mapokezi mengine ya Imam Muslim, qawlu ummi Sulaim radhiyallahu anha, kuna qawl ya ummi Sulaim radhiyallahu anha. Katika Sahih Muslim imekuja riwaya nyingine nayo imebeba kauli ya ummu Sulaim radhiyallahu anha, mama yake na Anas, kwamba alisema la tuhaddithanna bi sirri rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ahada,
wallahi usimsimulie, la tuhaddithanna. Hadha at-tarkib yufidu at-tawkid wal-qasam. Mjengo huu, sentensi hii kilugha inafidisha msisitizo lakini pia kiapo, sababu fi'li hii imeshikamanishwa na nunu tawkid athqila, la tuhaddithanna bisirri rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ahada, wallahi usimsimulie kwa siri ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam yeyote, usimwambie yeyote. Haya ni maneno aliyosema Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha kumwambia mwanae Anas. Na hadithi hii ina kisa mpaka Ummu Sulaim kuzungumza maneno haya. Kama ukisoma Sahih Muslim utaikuta habari hii kamili. Kwa ufupi ni kwamba Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anasema, ata alayya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, siku moja mtume alayhi salam alimfuata Anas ibn Malik akiwa kijana mdogo. Anas anasema, wa ana al'abu ma'al ghilman, na aliyakuwa mimi nilikuwa ninacheza na vijana wenzake. Fasallama alaina, Anas anasema mtume alayhi salam akatusalimia sisi, lile kundi la vijana wadogo ambao wanacheza. Mtume alayhi salam alipofika pale walipo akawasalimia. Angalia adabu hizo. Anas anasema, thumma ba'athani ila hajati, kisha akanituma mimi katika haja fulani. Kuna jambo lake Mtume alayhi salam akanituma huko. Anas anasema, fa abta'tu ala ummi, nikaenda huko na nikachelewa kwa mama yangu, nikachelewa kurudi nyumbani kwa sababu ya kutumwa na Mtume alayhi salam. Falamma jitu, anasema nilipokuja nyumbani kwa mama, qalat, akasema mama yangu, ma habasak, ni kitu gani kimekuzuia mpaka sasa, mbona umechelewa, nini kimekuchelewesha wewe? Qultu, anasema nikasema, ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alinituma mimi mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi hajati, katika haja fulani. Huko nilipotumwa huko ndiko ambako nimechelewa. Mama yake Anas akamuuliza kijana wake, qalat ma hajatu, akasema Ummu Sulaim, ni ipi hiyo haja yake, kakutuma nini, nataka kujua. Qult, Anas anasema, innaha sirrun, hakika hicho nilichotumwa bwana ni siri, hilo jambo ni siri bwana, siwezi kukupa kodi sindio? Qalat, kwa kuwa kina mama hawa ni watu walioleleka katika misingi ya dini, aliposikia hivyo tu kwamba hii ni siri, qalat, akasema Ummu Sulaim haya maneno yaliyokuja kwenye kitabu chenu sasa, la tuhaddithanna bisirri Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ahadan, basi wallahi usisimulie kwa siri ya mtume sallallahu alaihi wasallam, kumsimulia yoyote, usimwambie. Hawa ndio wakina mama bora kabisa katika malezi. Mtoto wake ni mtoto mwema, ambapo amekuwa ni mahala pa kuaminiwa na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na hilo sio jambo dogo. Mtu akawa ni maudhi'u athiqa, ni mahala pa kuaminiwa, watu wakahifadhi siri zao, ukapewa amana za watu, si jambo dogo, ni jambo linalohitaji ucha Mungu na ukweli kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia angalia mama wa kijana huyu Anas, Ummu Sulaim, ni mama mwenye maadili ya dini. Pia na yeye akaendelea kumsisitiza mwanae, muda wa kuwa hiyo ni siri umepewa, basi usimsimulie yeyote. Sasa chukua picha kwenye mafundisho haya, namna walivyokuwa hawa wema waliotangulia katika mambo ya kuficha siri, na hali tulionayo sisi Waislamu leo.
kwa yale ambayo tunayajua katika siri za wenzetu, au yale ambayo yamehifadhiwa kwetu katika siri za watu. Mtu amekuelezea jambo lake kwa amana kabisa na anakusisitiza ili jambo ubaki nalo, simwambie yoyote bwana, baki nalo jambo hili, ni siri hii. Sasa waangalie watu wa leo katika Uislamu, wanavyo vifua hivyo vya kuhifadhi siri za watu. Atahangaika na jambo hilo, akitamani kulisema hawezi kumeza hilo jambo, atahangaika mpaka alisema. Wengine wanasema hawapati usingizi kwamba kuna jambo hilo sio mchezo, mpaka aliseme ndio walale. Lakini angalia kina mama wa leo, wako kama alivyo Muslim, kwamba ukimwambia hili jambo ni siri, pana jambo la watu nimeambiwa, kwamba naye akwambie baki nalo mwanangu, basi simsimulie yoyote. Bali mara nyingine akakukera ili umuelezee siri gani hiyo bwana, sio hakuna siri kwa watu wawili. Tangu hivyo na hamasishwe ili useme, hebu tupe ubuyu huo, kuna siri duniani hapa, niambie bwana. Yani atakuchimba wewe mpaka uzungumze jambo ambalo umemwambia ni siri. Lakini angalieni akhlaqi hizi za Waislamu waliotangulia na wazazi wao, namna walivyochunga jambo hili. Hiyo ni hadithi nambari 29 pamoja na ziada ya riwaya katika Sahih Muslim. Hadithi nambari 30 chini ya mlango huu, babu hifdhi sir, ni hadithi ya Abi Sa'id. Wanasema mashayikh rahimahumullah ta'ala, عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. kutokea kwa Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu amesema, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, amesema mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna min ashaddi an-nasi 'inda Allah manzilatan yawm al-qiyamati ar-rajula. Na hiyo ndio ismu ya inna. Sasa khabari yake imetangulia al-jar wal majrur, inna min ashaddi iko hapo khabar muqaddam wasmuha muakhar, ndio watu wanahau nini. inna min ashaddi an-nasi 'inda Allah manzilatan yawm al-qiyamati ar-rajula yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilayhi thumma yanshuru sirraha, akhrajahu Muslimun. Hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu anasema, amesema mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna min ashaddi an-nasi 'inda Allah manzilatan, hakika miongoni mwa aliye shari zaidi katika watu, inna min ashaddi an-nasi, hakika miongoni mwa aliye shari zaidi katika watu, inda Allah, mbele ya Allah, manzilatan, kwa mafikio. Mtu ambaye mafikio yake ni mabaya zaidi. Inna min ashaddi an-nasi, hakika miongoni mwa aliye shari zaidi katika watu, inda Allah, mbele ya Allah, manzilatan, kwa mafikio, يوم القيامة siku ya kiyama, yani huko akhira, mtu ambaye atakuwa na mafikio ya shari zaidi. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akamtaja ar-rajula, ni mwanamume ambaye, ar-rajula ni mwanamume ambaye, yufdhi ila imraatihi, anastarehe kwa mke wake. Yufdhi ay yastamti'u, anastarehe na kufanya mambo ya faragha na mkewe. Yufdhi ila imraatihi, anastarehe kwa mke wake huyu mwanaume. Wa tufdhi ilayhi, na huyu mwanamke anastarehe kwake yeye. Wanakaa katika faragha zao, wakastareheshana, wakafanya mambo ya faragha, mwanaume
na mke wake. Tumenasema thumma yanshuru sirraha, kisha anaieneza huyo mwanaume siri ya mwanamke huyo. Thumma yanshuru sirraha, kisha anaieneza siri yake. Mwanamume anasimama kuieneza siri ya huyo mwanamke aliyestarehe naye. Huyu ni katika watu waovu sana ambao mafikio yao ni mabaya siku ya Kiyama, kwa sababu ya tabia hii ya kuyatoa mambo yaliyopita katika faragha baina yake na mke wake. Hadithi hii inatilia mkazo hadithi iliyotangulia juu ya jambo la kuhifadhi siri. Hifdhu sir adabun adhimun min adabi alislam. Kuhifadhi siri, ndugu zangu, ni adabu kubwa sana miongoni mwa adabu za Kiislamu. Mfano jambo hili, jambo la muashara, jambo la maisha ya ndoa baina yako wewe na mke wako. Maisha ya ndoa ni faragha kubwa sana. Allah subhanahu wa ta'ala amejalia kwa wanandoa, kwa sababu ya kuoana baina yao panakuwa hapana kizuizi. Ziko siri za mambo ya ndani zinakuwa wazi baina ya wanandoa. Pengine ni mambo ambayo ndugu zako wa karibu kabisa hawayajui, labda hata wazazi wako hawajui. Ni jambo limekutokea ukubwani ukalificha, anakuja kulijua mke wako. Au mke wako ana jambo lake amelificha kwa muda mrefu, kalificha kwa wazazi wake, kalificha kwa marafiki zake, akaja kuliweka wazi kwako au wewe ukalijua. Maisha ya ndoa ni faragha, ni siri kubwa sana. Allah subhanahu wa ta'ala amejalia kwa maneno tu yanayosemwa, zawajtuk, nimekuozesha, nawe ukasema qabiltu, nimekubali, mbele ya wali na mashahidi ambao wanatosheleza. Maneno haya pekee yake yanakuwa ni sababu ya kufunguliana siri zenu. Sasa watakiwa uwe ni mtunza siri katika ndoa yako. Mtu muovu kabisa ambaye ana mafikio mabaya kama anavyoeleza Mtume Ali salam ni huyu ambaye anakaa faragha na mke wake na kustarehe, na mke wake anastarehe na yeye, wanajiachia wenyewe raha kabisa. Lakini pakipambazuka, dume hili linasimama na kutoa siri za mke wake. Au mwanamke yule anasimama na kueneza siri zao za ndani kabisa. Hii ni tabia mbaya ya kidini, sio katika akhlaq za Kiislamu, lakini hata katika maisha ya kawaida. Mtu wa sampuli hii ni mtu ambaye watu hawampendi. Ikiwa dume liko hivi, akimpata mwanamke atakuja kumwaga yote, si mchezo ile. Mwanamke ana kadha, anaeleza ile mambo ya faragha. Pana watu wanadhani huu ndio ufahari. Pana watu wanawaelezea wanawake waliokuwa nao faragha, mpaka mtu mwingine anapata hamu ya kumtongoza yule mwanamke. Hamjaona haya? Basi itakuwa chuma hicho, nakwambia si mchezo. Wewe sikia tu, mpaka unamshawishi mtu mwingine kumtafuta yule mwanamke. Bali hata wanawake walio kwenye ndoa wanatolewa kwenye ndoa kwa sababu ya mdomo wako. Unajitia, unajua kusifia sana. Watu wanasema wanapeleka fitna bwana. Ghafla umeachwa mwanamke anadai talaka, najitoa, amwambia nipe mahari yangu. Unajua kama umemkomoa, kumbe kuna kidume kinampa mahari, mtakupa usitishie. Shingapi? Kadha, unaletewa pesa yako. Yuko mtu yuko tayari kudhamini kurudisha mahari kwa sababu ya mdomo wako ulivyomzungumza huyu mwanamke na mambo yake. Watu wa jahilia, wala sio jahilia mbali, hii jahilia ya kisasa hii
watu walioishi bila ya dini. Ulikuwa ni utaratibu wa kawaida mtu kusimulia aliyopata kwa mwanamke fulani. Kwa hiyo kuna wanawake wanatembea barabarani, wanajulikana walivyo na wanavyofanya na utundu wao, maskani nzima inamjua. Kuna jidume hapo limebwabwaja. Mambo ni ya kawaida kabisa, tabia mbaya. Sasa hili jambo linapokuwa ni kwenye ndoa, mtu huyu ni mtu muovu kabisa. Lazima mwanaume uwe na kaba na friza lako iligandishe. Wanasema watu wa kileo, usiachie tu maji ya kutoke tu unavuja tu, gandisha yale maji. Umeambiwa hili jambo ni siri, basi baki nalo. Na una siri yako wewe katika ndoa yako, ihifadhi siri hiyo. Mashekhi wanasema hapa katika muendelezo wa darasa hii, sharhul gharib, kusherehesha misamiati migeni iliyotujia katika hadithi hizi. Imekuja yufdhi ila imraatihi wa tufdhi ilayhi. Neno hilo limekuja katika hadithi. Nini maana ya yufdhi ila imraatihi wa tufdhi ilayhi? Yaqulu ahlul ilm, wanasema ulama wetu hapa, al-ifdha'u al-intihau ila ash-shay'i wal-wusulu ilayhi. Neno al-ifdha'u maana yake ni al-intihau ila ash-shay'i, ni kukomea katika kitu, wal-wusulu ilayhi, na kufika kwenye kitu hicho. Ndio maana ya al-ifdha'u. Al-intihau ila ash-shay'i ni kukomea katika kitu, wal-wusulu ilayhi, na kufika katika kitu hicho. Hiyo ndio maana yake. Wal muradu huna, na makusudio hapa neno hili yufdhi, makusudio yake katika hadithi hii, wanasema ulama, istimta'u az-zawjayn kulli minhuma bil akhar, ni kustarehe wanandoa wawili. Istimta'u az-zawjayn ni kustarehe wanandoa wawili, kulli minhuma bil akhar, kila mmoja miongoni mwa wawili hao kwa mwingine. Watu wakastarehe kwenye faragha zao. Unakuja wewe unasimulia yale mambo kwenye faragha, tabia mbaya kabisa. Haya, neno jingine yanshuru sirraha. Nini maana ya yanshuru sirraha? Ay yadhkuru ma yajri bainahu wa baina imraatihi min umuri al-istimta'. Maana yake anataja, yadhkuru, anataja ma yale ambayo yajri bainahu, yanajiri baina yake huyo mwanaume, wa baina imraatihi, na baina ya mwanamke wake, min umuri al-istimta', miongoni mwa mambo ya kustareheshana. Anayataja hayo, anayamwaga katika vijiwe, hana kaba. Yadhkuru ma yajri bainahu wa baina imraatihi, anayataja yale ambayo yanajiri baina yake mwanaume, wa baina imraatihi, na baina ya mwanamke wake, baina ya mkewe, min umuri al-istimta', katika mambo ya kustarehe. Ndio maana yanshuru sirra, ile ni siri bwana. Na ndio maana watu hufanyia kwenye faragha. Watu wanapostarehe na ahli zao, wakaenda kwenye faragha, wakasiriba mapazia, wakafunga na milango, wengine wakazima na taa. Nini maana yake? Ni kustiri lile jambo, ni jambo la faragha. Vipi tena wewe unatoka na kulisimulia kwa watu? Tabia mbaya sana. Min fawaid alhadithain, miongoni mwa faida zilizokuja kwenye hizi hadithi mbili, kuna faida kadhaa zimetajwa hapa. Wahid, faida ya kwanza, alhathu ala hifdhi sirri wa adami ifshaihi, kuna kuhimizwa juu ya kuhifadhi siri na kuto kuieneza hiyo siri. Li'annahu amanatun, li'anna sirra amanatun, kwa sababu hakika hiyo siri ni amana. Naam, siri bwana ni amana. Wa hifdhul amanati wajibun, na kuhifadhi amana ni wajibu. Kama unavyoachiwa amana ambayo ni ainia, ukaachiwa amana yenye kuonekana,
ni kifaa umeachiwa au ni mali, ni pesa, ni dhahabu, ni kadha, ni hifadhie hii. Una wajibu kuhifadhi amana uliopewa. Basi fahamu kwamba asirru, siri, vile vile ni amana. Maalasaf, katika zama tulizokuwa nazo, mpaka unashindwa kutoa maamuzi wakati mwingine kwenye jambo lako ambalo unahitaji uliweke mahali au umwambie mtu kwamba nimwambie nani hili jambo. Kwa namna watu walivyoikosa tabia hii, pengine una jambo unatakiwa uliseme mahali, awe kuna mwingine alijue, kwa ajili ya kuhofia dharura za kibinadamu. Pana maradhi, pana kifo, na pengine ni jambo linafungamana na haki za watu au linafungamana na maradhi fulani, watu wajue. Wakati mwingine unatafakari nani wa kumwambia jambo lako, kuanzia ndugu zako wa karibu, pengine wazazi, na hata marafiki waliokuzunguka, kwa sababu watu wameikosa tabia hii ya kuhifadhi siri za watu. Kwa maana akiambiwa hii ni siri, basi aihifadhi. Watu hawa wamekuwa adimu sana, kama wapo ni wachache sana. Maalasaf, wamekosekana watu hawa kuhifadhi siri hata minarijali, hata kwa wanaume. Jambo la ajabu, wanaume pia wamekuwa hawawezi kuhifadhi siri. Mwanaume naye koo linamwasha kusimulia jambo alilohifadhiwa kwake. Yako mambo mengi ya kiume yanavuja, unajiuliza limevujaje hili jambo la wanaume hili, unalikuta liko kwa wanawake. Ni mtu kashindwa kuficha siri, kamnong'oneza mke wake usiku. Umekosa stori za kumpa mkeo. Hakuna mambo kumuelezea mke wako ya kimaisha, ya kumfurahisha, ukampigia hadithi hata kama za uongo, mpaka utoe siri za watu kitandani kwako. Wanawake wa muombilewa hawana siri. Atakuja darasani atalimwaga, atakwenda kwa shoga yake kusuka, atasema. Inakuwa yule ndugu yako umeshamtangaza. Leo wanaume si mahali pa kuaminiwa kwa siri. Sikwambii wanawake eti una jambo la siri utaki lijulikane, unamueleza mke. Halitafika kwa mama yako, litafika kwa mashemeji zako, majirani, wale marafiki wa karibu na mkeo watajua. Maana wale hawawezi kuhifadhi siri. Wakati mwingine siri yako anaieleza kwa masikitiko, kama vile anakuhurumia, lakini wanasema hivyo. Allahu musta'an. Siri ni amana, kuhifadhi amana ni wajibu. Faida nyingine ya vitu tunaipata hapa, mashaka wanasema ma yajri baina ar-rajuli wa zawjatihi min umuri al-istimta' min as-sirri alladhi la yajuzu ifsha'uhu faida adhima. Mashaka wanasema ma yajri baina ar-rajuli wa zawjatihi, yale ambayo yanajiri, yale ambayo yanapita baina ar-rajuli wa zawjatihi, baina ya mtu mwanaume na mke wake, min umuri al-istimta', katika mambo ya kustareheshana, min sirri, ni miongoni mwa siri mambo hayo, alladhi, siri ambayo la yajuzu ifsha'uhu, haijuzu kuieneza. Tufahamu kwamba mambo yetu yanayopita katika majumba yetu, baina yetu na wake zetu, yale ni mambo ya siri, hayafai kuyaeneza. Ni mamoja huyu mwanaume asifanye jambo hilo la kueneza, au mwanamke. Mambo ya kwenye ndoa ni mambo ya siri. Hiyo ni faida. Thalitha, faida ya tatu, fadlu Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, fadila za Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Mpaka Mtume alayhi salam ameona kwamba Anas ni kijana anayefaa kutunza siri, na akapewa siri ya kiongozi wa umma, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bila ya shaka Anas
ni mtu mwenye fadhila nyingi kiasi ambacho kazihifadhi siri za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na wako wengine katika masahaba mpaka waliitwa kwa kusifiwa, mtu anaitwa ni sahibu sirri nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Huyu bwana ni mtu wa siri za mtume alayhi salam, kama alivyoitwa Hudhaifa ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu. Hudhaifa ibn al-Yaman alikuwa akiitwa kwa laqab, kwa tabia nzuri aliyokuwa nayo, kama ni sahibu sirri nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Miongoni mwa siri alizopewa na mtume alayhi salam, mtume alimtajia wanafiki katika safu yake ambao walikuwa wakiswali katika msikiti wa mtume alayhi salam, wa hum min almunafiqin, lakini wao ni katika wanafiki, bali wakitoka jihad, wakitoka na mtume alayhi salam katika misafara ya kwenda katika jihad, lakini ni wanafiki. Na mtume alayhi salam aliishi nao wala hakuwaua, na aliwajua kwa sababu Allah alimjulisha, kwa sababu ya kuchunga maslahi mapana ya dini. Na wanafiki walikuwa wengi pale mwanzoni mwa da'wa, mwanzoni mwa Uislamu ndio walikuwa wengi zaidi. Na wanafiki walivyo wanaishi kama Waislamu, mavazi yao, mazungumzo yao wakiwa na Waislamu, wana mazungumzo yale ya Kiislamu, lakini ibada wanafanya kwa dhahiri, hata kama wanakuwa na uvivu, lakini wanafanya. Sasa watu kama hawa waonaje ukiwaua, alafu ikawa makafiri na washirikina wanashuhudia? Mtu mnamtoa msikitini, mkimburuza mnamtoa nje, mnamkata shingo. Mwingine mko naye njiani, mnaenda jihadi katika safu yenu, mara mmemchinja. Wale maadui zenu watasemaje? Mtume alayhi salam aliyofia hilo, ayuqan inna Muhammadan yaqtul ashabahu, pasema kwamba Muhammad anawaua masahaba zake. Lakini aliwajua miongoni mwa watu waliotajiwa wanafiki ni Hudhaifa, fulani munafiq, fulani munafiq, fulani munafiq. Hilo libakie kwako. Umar ibn Khattab alijua kwamba Hudhaifa anawajua wanafiki, akawa anamfuata akimuomba nitajie mimi. Hudhaifa anambia la, sikuwa ni mwenye kuieneza siri ya mtume sallallahu alaihi wa sallam. Basi Umar anamwambia ala al-aqal, na kuomba kwa hisani yako, hebu niambie mimi ni katika hao. Anambia anta lasta minhum ya ibn al-Khattab, wewe hauko katika hao, wewe hauko, jua hilo tu, katika wanafiki wewe hauko. Basi Umar akaridhika na hilo, lakini hakutajiwa. Waonaje leo wewe uambiwe jana upewe kodi za uingizwe mahali, unapata vitu vya kawaida tu, unapata kichaa, upate usingizi, mwingine tumbo la mkata, anaingia chooni mara 4 mara 5. Si mchezo hii, kiboko hii. Na ni vitu vya kawaida tu ukiambiwa mambo mazito kama haya. Fadlu Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, fadhila za Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, kwamba amekuwa ni mtu wa kuhifadhi siri, wa husnu khidmatihi lin-nabii sallallahu alaihi wasallam, na uzuri wa utumishi wake kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Tumeeleza kwamba Anas ni miongoni mwa makhadimu hawa, kamtumikia mtume alayhi salam miaka mingapi? Miaka 10 takriban. Wa husnu khidmatihi lin-nabii sallallahu alaihi wasallam, na uzuri wa utumishi wake kwa mtume alayhi salam, wa qiyamuhu bihaqqihi, na kusimama kwake huyo Anas kwa haki za mtume sallallahu alaihi wasallam, wa qiyamuhu bihaqqihi, na kusimama kwake huyo Anas kwa haki zake mtume, wa hifdhi sirrihi, na kusimama kwake huyo Anas kwa kuhifadhi siri zake, wa hifdhi sirrihi, na kuhifadhi siri zake mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni darasa fupi, lakini maslahi yake ni makubwa sana. Hifdhu as-sir, tabia njema hii ya kuhifadhi siri ambazo zinawekwa kwetu. Mfahamiana?
alhamdulillah tatosha hapo kwa leo siku ya kwanza inshallah taala mlango unaofuata ni babu satri almuslimi ala nafsihi wa ala ghayrihi min almuslimin bihadha alqadr kifaya wallahu taala a'la wa a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alkiram ajma'in wa jazakumullahu khairan